Hatimaye jambo limekamilika. Taarifa ambayo awali ilianza kama tetesi sasa imethibitishwa rasmi na uongozi wa Simba Sports Club. Klabu hiyo limefanikiwa kunasa saini ya mlinzi wa kimataifa kutoka Ivory Coast aliyekuwa akiichezea klabu ya Banias FC ya nchini Umoja wa Falme za Kiarabu UAE. Mchezaji huyo ni Ismail Olivier Toure. Toure ni miongoni mwa nyota ambao tumewahi kuwajadili hapo awali. Hata hivyo, kulikuwa bado na baadhi ya maeneo muhimu ambayo hayakuangaziwa kwa kina, hususan uzoefu wake katika soka la Afrika pamoja na nafasi anayoweza kuwa nayo ndani ya kikosi cha Simba Sports Club. Kwa ufupi, Ismail Olivier Toure ni mchezaji ambaye ameombwa moja kwa moja na kocha mkuu wa Simba Sports Club, Steve Barker. Sababu kubwa ni kwamba Barker anamfahamu kwa undani, kwani waliwahi kufanya kazi pamoja katika klabu ya Stellenbosch FC ya Afrika Kusini. Akiwa huko, Toure alikuwa miongoni mwa walinzi waliompa Barker uhakika mkubwa katika safu ya ulinzi. Baada ya kumaliza mkataba wake na Stellenbosch FC, Steve Barker alifanya jitihada kubwa kuhakikisha anamzuia mchezaji huyu asiondoke, lakini mambo yalienda tofauti na hatimaye Toure akaamua kujiunga na Banias FC. Hata hivyo, safari yake huko UAE haikuenda kama alivyotarajia. Alicheza kwa kipindi kifupi kabla ya kuvunja mkataba wake. Kutokana na uhusiano mzuri na uelewa mkubwa alionao Barker kuhusu uwezo wa Toure, akaona ni chaguo sahihi kumleta kuimarisha safu ya ulinzi ya Simba Sports Club. Hivyo basi, hadi sasa Ismail Olivier Toure ni mchezaji rasmi wa Simba Sports Club. Kwa upande wa uzoefu, Simba Sports Club wanamchukua Toure wakiwa na lengo mahsusi la kuongeza idadi ya wachezaji wenye uzoefu mkubwa wa michuano ya kimataifa. Hili ni jambo ambalo kwa muda mrefu limekuwa likitamaniwa na uongozi pamoja na mashabiki wa klabu hiyo. Toure ana uzoefu mkubwa katika michuano ya shirikisho la soka Afrika, CAF. Jukwaa lake la kwanza kubwa lilikuwa ni ASEC Mimosas ya Ivory Coast, ambako alipata nafasi ya kucheza michuano ya CAF Confederation Cup pamoja na CAF Champions League. Baada ya kuondoka ASEC Mimosas, Toure alijiunga na Marumo Gallants ya Afrika Kusini, ambako alifika hadi hatua ya nusu fainali ya CAF Confederation Cup. Baadaye alihamia Stellenbosch FC, ambako pia alishiriki michuano ya kimataifa na kufika tena hatua ya nusu fainali ya Confederation Cup. Kwa hiyo, katika suala la uzoefu wa michuano ya CAF, Toure si mgeni hata kidogo. Ameikabili Simba Sports Club mara kadhaa na pia alikutana na Young African Sports Club katika nusu fainali ya CAF Confederation Cup mwaka 2023 akiwa na Marumo Gallants. Kwa msimu huu, Simba Sports Club wanajiandaa kwa kampeni nzito ya CAF Champions League, ambapo wanatarajiwa kukutana na Esperance Sportive de Tunis katika hatua ya makundi. Ingawa kukosa mataji ya ndani huenda isiwe jambo kubwa sana kwa Simba Sports Club, michuano ya kimataifa ni eneo ambalo klabu ina kiu kubwa ya kufanya vizuri zaidi. Ndiyo maana uongozi unapambana kuhakikisha wanajenga kikosi imara chenye wachezaji wa daraja la juu na wenye uzoefu wa kutosha. Kuhusu nafasi yake ndani ya kikosi, hadi sasa Steve Barker amekuwa akiwatumia walinzi kadhaa, lakini mlinzi ambaye ameonekana kujihakikishia nafasi ya kikosi cha kwanza ni Racine Dereuk. Barker anamfahamu Dereuk vyema kutokana na uzoefu wake wa soka la Afrika Kusini, ikiwa ni pamoja na kucheza katika klabu ya Mamelodi Sundowns. Inatarajiwa kwamba Racine Dereuk na Ismail Olivier Toure wanaweza kuunda pacha imara ya walinzi wa kati katika kikosi cha kwanza cha Simba Sports Club, huku Wilson Nangu akitarajiwa kuwa miongoni mwa walinzi wa akiba. Kwa ujumla, Ismail Olivier Toure ni mali halali ya Simba Sports Club, mali ya wekundu wa Msimbazi. Ni mchezaji mwenye uzoefu mkubwa wa michuano ya Afrika na ana nafasi kubwa ya kuingia moja kwa moja katika kikosi cha kwanza. Muda ndio utaeleza zaidi kuhusu kiwango chake, lakini matarajio ni kumwona akitumika kwa kiasi kikubwa katika michezo ya kimataifa, ikiwemo ile ijayo dhidi ya Esperance Sportive de Tunis huko Tunisia. Kwa mtazamo wako, je, Ismail Olivier Toure ni usajili sahihi kwa Simba Sports Club au unaona bado klabu ilihitaji mlinzi wenye ubora zaidi? Toa maoni yako kwenye comment section. Usisahau kusubscribe channel hii, kuwashirikisha wengine na kuendelea kutufuatilia kwa uchambuzi wa kina wa michezo.